siku ya mazingira. Siku hii itatumika katika swala zima la kukumbushana, swala zima la kuelimishana, lakini vile vile kuweza kuelekezana kuhusiana na mazingira. Mazingira ni swala pana, lina mambo mengi. Ujumbe wetu wa mwaka huu umehusisha swala zima la udhibiti wa matumizi ya plastiki. Lakini pamoja na ujumbe huu, bado mazingira ni dhana pana. Tuna kila sababu ya kuendelea kukumbushana na kuweza kuyafanyia kazi masuala yanayohusu mazingira. Na imewekwa hili swala matumizi ya plastiki, kama mnakumbuka, nchi yetu tayari imeshapiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuweza kulielewa hilo na kulifanyia kazi. Ndugu zangu, mengi yamezungumzwa, lakini la msingi tutambue swala zima la utunzaji wa mazingira, ikiwemo swala la uchafuzi wa mazingira, udhibiti wa taka ngumu. Kwa maana hiyo tujitahidi kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba elimu ya masuala ya usafi wa mazingira na uzoaji taka, hususani kwenye maeneo yetu tunayoishi, kwenye maeneo ya shule, kwenye maeneo ya stendi, kwenye maeneo ambayo tunafanya biashara, tuyatilie mkazo. Rai yangu, wataalamu ambao mnahusika na vitendo vya masuala ya usafi wa afya mazingira, muendelee kutoa elimu hii na muendelee kusimamia swala zima la mazingira. Kwa maana hiyo, zoezi hili liwe endelevu katika wilaya nzima. Tusisubiri siku ya mazingira tunaanza kukurupushana, sasa ndo tunaanza kufanya usafi, tunaanza kudhibiti taka ngumu. Hapana. Ili swala liwe ni ajenda ya kila siku na iwe sehemu ya maisha yetu. Ni aibu na ni fedhea mtu kutokufanya usafi, kutokuzoa taka, kutokudhibiti taka, mpaka usubiri mtendaji wa kijiji, mpaka usubiri utozwe faini. Sheria zipo zitatumika, lakini uungwana ni kitendo. Ni vyema mtu mwenyewe akajisukuma, akajiongoza, kuliko kusubiri kusukumwa na kujiongoza. Swala la usafi wa mazingira sio swala la kushikiana viboko. Mtu ni afya, mwananchi elewa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunaendeleza mazingira ya usafi, ikiwemo swala zima la udhibiti wa taka ngumu, ikiwemo mifuko ya plastiki na vitu vile ambavyo vinatumika na plastiki. Lakini niendelee kuwaomba wataalamu ambao mnahusika na masuala ya kukagua bidhaa za plastiki, muwe na mpango kazi ili kuhakikisha kwamba tunaunga mkono utekelezaji wa sheria ya mazingira na katazo la matumizi ya plastiki zisizoharibu. Mazingira haya tumeyakuta, tumeyarithi, na sisi tunatakiwa tuwarithishe watoto wetu. Kukatakata miti ovyo ni uchafuzi wa mazingira, lakini ni kuliita baa la njaa. Unapokata miti ovyo, unaposhindwa kutunza misitu, tena misitu ile ya asili, unakaribisha njaa. Kwa nini unakaribisha njaa? Kwa sababu mvua inategemea misitu.